Kwenye line halo. Yusufu, habari yako mdogo wangu? Salama kwema ndugu. Naam, tuko vizuri kabisa. Sijui wewe? Mungu ni mwema. Tumeamka tunamshukuru Mungu. Naam, karibu uzungumze na wana Simba kuhusiana na kile ambacho wamekishuhudia jana pale katika dimba la KMC ambapo timu yao wekundu Msimbazi Simba walifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 2-0 dhidi ya wenyeji hawa wakusanya ushuru wa manispaa ya Kinondoni. Kwa namna ambavyo tumeutazama mchezo na ushindi huu wa Simba Sports Club, unakuwa na maana gani kwa Steve Barker katika kipindi hiki? Nadhani mlikuwa ni ushindi muhimu kwa sababu tayari nakwenda kurejesha matumaini ya baadhi ya mashabiki ambao walikuwa wanaona kama haiwezekani, lakini kwa kiwango ambacho nimekiona kwenye mchezo wa jana na mpango kazi ya mwalimu nathibitisha kwamba kila anachokipata kwenye mechi akirudi uwanja wa mazoezi anakwenda kufanyia kazi, kwa maana challenge ambayo ataipata, changamoto, madhaifu na ubora anakwenda kuongezea kwenye uwanja wa mazoezi. Ndio maana ukitazama Simba ni kama katika kila mchezo ni kama inabadilika. Mechi ambayo imechezwa dhidi ya Petro Atletico de Rwanda, tazama katika mechi ya jana unaona kuna tofauti mkubwa, kama ilivyokuwa pia wakati Simba anacheza na Experience de Tunis uwanja wa Benjamin Mkapa na yule ambaye amekwenda kucheza ugenini dhidi ya Petro Atletico de Rwanda, kuna mabadiliko makubwa sana ama improvement inaonekana. Kwa hiyo nadhani kila siku Steven Barker anaendelea kufanyia kazi yale madhaifu ya Simba na kujua wapi ambapo anapaswa kurekebisha, na ndio maana sana kwenye kila mchezo ni kama Simba inakuwa timu ya tofauti, inazidi kubadilika na kuimarika zaidi. Kwa hiyo ni jambo la kujivunia kwa Steven Barker kwa sababu anakutana na idadi kubwa ya wachezaji ambao wameingia dirisha dogo na anahitaji waingie kwenye mfumo wake bila kuchelewa ama ndani ya muda mfupi. Ndio maana unaona kwenye kila mchezo ni lazima awape nafasi, waweza dakika chache, lakini utaona wanapata nafasi ya kucheza ili waweze kuzoea mazingira na kuingia kwenye kile ambacho mwalimu anakihitaji. Rudi kwenye mchezo wa jana, ameanza na Libasi Gwe, Oula na uliona kiwango bora ambacho walikuwa nacho kwenye mchezo wa jana. Kwa hiyo nadhani mchezaji yoyote ambaye anapata nafasi kwa hivi sasa ya kucheza, anachopaswa kufanya ni kumthibitishia mwalimu yes na stahili kuanza. Ndio maana hadi hivi sasa bado Simba ana kikosi cha kwanza, lakini kwa namna tu ambavyo umetazama mechi mbili za mwisho kuna urahisi kwa hivi sasa kuanza kupanga kikosi cha Simba kwa kutokana na kiwango bora ambacho tumekuwa tukiona, lakini mabadiliko ya aina wachezaji pia ambao wameingia dirisha dogo. Yes, tujaribu kugusia hiki ambacho umekigusia hapo. Wachezaji ambao wameingia dirisha dogo wanaonekana kuleta uhai mkubwa sana kwenye kikosi, lakini pia kutengeneza ule ushindani kwa wachezaji ambao walikuwepo. Tumeona kina ile Mpanzu sasa hivi wamekuwa pia wakianzia nje, lakini hawa ambao wameingia wanaonyesha, naweza kusema wanaweza kuwa msaada mkubwa wa Simba Sports Club kwenye ligi kuu Tanzania bara, ikiwa tayari wameshatoka katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Nadhani utakuwa msaada mzuri, na hii inathibitisha kwamba Steven Barker alikuwa anakosa kile kitu ambacho alikuwa anakihitaji wakati anajiunga na klabu ya Simba kabla ya kuleta mapendekezo yake. Na kwa kuthibitisha hilo, unaona wachezaji ambao tulikuwa tunawatazama kama mstari wa kwanza msimu uliopita, wengi wao hivi sasa wapate nafasi ya kucheza. Nadhani Simba imeanza ikiwa na low performance toka msimu umeanza, si Simba ambayo ilicheza finali ya CAF Confederation. Kwa mabadiliko ambayo amekuja kuthibitisha kwamba ni kweli ile Simba ambayo imeanza msimu kuna vitu ambavyo vilikuwa vinapungua, na moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinapungua ni kwenye eneo la mwisho, namna ya kutengeneza nafasi na kuweza kuzitumia. Leo Maema amekaa Simba kwa muda mrefu kulinganisha na Libasi Gwe, Loemba na Oula, lakini tazama wamekuja na ameingia kwenye timu moja kwa moja. Aliyakuwa kuna Neo Maema, Elie Mpanzu ambao walipaswa kuwa kama kioo kwa hawa wageni ambao wamekuja. Walipaswa wao ndio waonyeshe namna gani ambavyo Simba inacheza, lakini cha kufurahisha ni kwamba katika usajili wote ambao Simba ameufanya dirisha dogo ni kama unakwenda kufanikiwa kwa jicho la nje. Ukitazama na mtazama center back Tole, namna ambavyo anacheza ni kama amewahi kucheza pamoja na Arusha Nderoko, lakini unatazama katika ile eneo la ushambuliaji kuna wachezaji watatu
Chama Kratos pamoja na Libasigwe, Oula, namna ambavyo wanacheza, maelewano ambayo wameyatengeneza kwa muda mchache, wanathibitisha ni kama wamewahi kukutana kabla. Kwa hii ni improvement kubwa ambayo Steven Becker ameiongeza kwenye kikosi cha Simba. Ameongeza utayari na utimamu wa wachezaji kwa utafsiri makosa na mipango kazi ya kile ambacho mwalimu anakihitaji. Nadhani utulivu kwenye eneo la mwisho kwa hivi sasa umeongezeka zaidi, na ndio maana hivi sasa nafasi zinatengenezwa na mabao yanafungwa. Mwanzoni ulikuwa unaona Selemani Mwalimu ama Soa anapata shida katika ufungaji, watu wa kumtengenezea nafasi au kurahisisha ile majukumu ya kile ambacho Soa anapaswa kufanya walikuwa wanakosekana. Lakini ujio mchezaji kama Chama, uwezo wa kupokea mipira kwenye maeneo finyu, kuna namna unamtazama Chama ni kama umri wake ukimtazama ni kama mtu ambaye ana miaka 23 na kuendelea. Na watu walibeza sana usajili wake wakisema kwamba Chama amemalizika uwezo wake, si Chama yule wa miaka 8-7 nyuma wakati anatua Tanzania. Ni kweli huwezi kumzuia mtu kuzungumza kile ambacho yeye anahisi ni sahihi, lakini nadhani kinachokwenda kuthibitisha zaidi ni katika uwajibikaji wa kile ambacho mchezaji anapaswa kufanya. Mimi nilizungumza awali, nitasema kwamba Chama umri wake umeenda. Nitasema Chama sio yule, endapo atakuja kwenye kikosi cha Simba asipate nafasi ya kucheza, endapo atakuja kwenye klabu ya Simba asisaidie katika kuassist ama kufunga. Na amenithibitishia hilo toka ameingia kwenye kikosi cha Simba. Ndio mchezaji pekee ambaye amezimaliza dakika 90 katika kila mchezo. Nadhani nje nielewa vizuri. Katika usajili ambao umefanywa na dirisha dogo wa Simba, Chama ndio mchezaji ambaye ameingia kwenye mfumo wa mwalimu moja kwa moja. Maana yake anathibitisha kwamba yeye ni mchezaji wa daraja la namna gani, lakini pia anaijua Simba kuliko mchezaji mwingine yoyote. Kwa hiyo wakati mwingine watu wanazungumza na kujimaliza bila kujua kwamba mpira una namna ambayo unapaswa kuchezwa. Yaani kuna engo ya mpira, yaani kuna engo ya nje ya mpira. Kwa tuache maneno ya nje ya uwanja, ndani tukathibitishiwe ndani ya pichi kwamba wewe mchezaji wa daraja la namna gani. Kuna wachezaji wengi wamekuja kwa matarajio makubwa lakini wameshindwa kuperform. Ndani kuna Chama ambaye alikuwa anacheza katika Singida Black Stars, ambaye alikuwa anapewa nafasi kiasi hicho, amekuja kwenye kikosi cha Simba na unaona analeta improvement kubwa. Unamtazama mchezaji kama Neo Maema na Jaisha leo wa msimu uliopita alikuwa top scorer, lakini moja kati ya kitu ambacho mimi binafsi naamini, yule Ahoua ambaye amemaliza msimu akiwa na goli 19, ambaye alimaliza akiwa na namba nzuri msimu jana, angekuwepo kwa hivi sasa ingekuwa ni ngumu sana yeye kuweza kupata nafasi ya kuanza mbele ya Chama Kratos, kwa sababu Chama ni mchezaji wa level nyingine sana na kila kitu kwenye akili iko vizuri, matumizi ya akili yamekuwa ni mengi sana kuliko nguvu. Na hapa ndo nakuja kumtofautisha Chama na namba 10 wengine, namna ambavyo anafanya maamuzi kwenye kati ambazo zinamhitaji. Of course hawezi kuwa kwenye ile daraja ambalo watu wengi wanalitarajia, lakini kitu ambacho pia kinahitaji muda. Na ukumbuke hata wakati ambao Chama alikuwa superb ambao tunamzungumza, kuna wachezaji ambao walikuwa wanamzunguka na wanaishia kazi, kina Video Zerikson, kina Lali Bwalia, lakini kwa hivi sasa anahitaji zaidi muda wa kutengeneza maelewano ya wachezaji ambao wanamzunguka. Yaani lazima ujue kucheza na tabia za mchezaji mwenzako. Kwa hiyo ni kama hawa wengine walioko kwenye kikosi cha Simba bado hawajajua nini ambacho Chama anaweza kukifanya, tucheze naye vipi, tumzunguke kwenye nyakati zipi. Kwa hiyo nadhani kwangu mimi Steven Becker ni kama anaanza kufanikiwa, mbali na kuwa ni mapema kuanza kuzungumza hivyo, lakini nasema dalili ya mvua ni mawingu. Naona improvement kwenye kila mchezo, naona mabadiliko ya Simba kutoka Simba iliyoanza chini ya makocha waliopita na hii Simba ya Steven Becker. Bana, nikushukuru sana Yusuf na nikutakie majukumu mema. Asante.